mara ya pili. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Si kwa mbegu iharibikayo. Si kwa mbegu iharibikayo. Bali kwa ile isiyoharibika. Bali kwa ile isiyoharibika. Kwa neno la Mungu lenye uzima. Kwa neno la Mungu lenye uzima. Lidumuro hata milele. Lidumuro hata milele. Hebu rudia tena roho. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Si kwa mbegu iharibikayo. Si kwa mbegu iharibikayo. Bali kwa ile isiyoharibika. Bali kwa ile isiyoharibika. Kwa neno la Mungu lenye uzima. Kwa neno la Mungu lenye uzima. Lidumuro hata milele. Lidumuro hata milele. Neno la Mungu ni uzima. Linadumu milele. Mmezaliwa mara ya pili. Kwa neno, kwa mbegu isiyoharibika. Jamani, hivi sio kama mnaelewa. Sio kama mnaelewa Biblia inavyosema. Mmezaliwa kwa mara nyingine kwa mbegu isiyoharibika. Kwa neno la Mungu ambalo linadumu. Ndani yake nimesema neno la Mungu lina uhai. Wewe umekuwa hai, wewe umekuwa umeokoka ni kwa sababu ya lile neno. Una uzima wa kimungu ni kwa sababu ya lile neno. Una uwezo wa kufikiri na kuwaza vizuri ni kwa sababu ya lile neno. Bwana asifiwe sana. Jamani, neno la Mungu ni neno, ni hai. Ndio maana Yesu anasema, Mungu anasema nalituma neno langu. Neno langu halitarudia bure, na neno langu linalenga shabaha. Bwana asifiwe sana. Jamani, kumbe neno la Bwana. Ndio maana Yesu akasema mtu hataishi kwa mkate, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Sasa hapo unaangalia kabisa, jamani, tumezaliwa kwa neno. Tumezaliwa kwa neno. Tunaongea kwa waliozaliwa mara ya pili. Waliozaliwa mara ya pili. Ukizaliwa mara ya pili unakuwa umezaliwa kwa neno. Kuzaliwa mara ya pili, neno ndio ambalo linafanya uzaliwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaokolewa kwa njia ya imani. Na imani haiji hivi hivi isipokuwa kwa kusikia neno la Bwana. Unasikia neno la Mungu, unasikia neno la Mungu. Imani inafanya nini? Inajengeka. Lile neno unaliamini. Ukiliamini lile neno ndani ya moyo wako, linaanza kukuumba, linaanza kukutengeneza, mwishoni unazaliwa. Ndio maana ndani ya neno kuna uhai. Neno ni mbegu. Bwana asifiwe sana. Yesu alisema mfano mmoja. Anasema kulikuwa na mpanzi mmoja anaenda kupanda. Yule mpanzi wakati wa kupanda alikuwa anapanda. Mbegu moja ilianguka kwenye lile njia. Ilipo kwenye njia, ndege wakainyakua ile mbegu. Mbegu nyingine ilianguka kwenye nini? Kwenye miiba. Iliyo kwenye miiba ikakua, ikamea. Lakini haikuendelea kwa sababu imesongwa na ile miiba. Mbegu ya tatu iliangukia kwenye mwamba. Iliyoanguka kwenye mwamba ilichipua vizuri. Lakini kwa sababu imekosa udongo, kwa sababu kwenye mwamba hakuna udongo unaotosheleza, ikashindi ile mizizi, ikashindwa kuendelea chini kutafuta chakula. Ile mbegu ikanyauka. Mbegu nyingine ilianguka kwenye udongo mzuri, ikazaa matunda. Wanafunzi wake hawakuelewa. Sasa hii anamaanisha nini? Kama unaisikia neno la Mungu hata siku moja, mtu ameishia kukuambia hapa, huwezi kuelewa kwamba yeye anamaanisha nini. Wakamwendea kwa faragha, wakamuuliza wanafunzi, Yesu, Mungu anamaanisha nini? Akasema, jamani, hata nyie hamjui. Maana Yesu alikuwa anapenda kuhubiri na kufundisha kwa mifano. Yesu alikuwa akifundisha sana kwa mifano. Tena mifano ya dunia hii, ili watu waelewe vizuri. Maana angeenda mifano ya mbinguni hamjajua. Hamkujui kulivyo. Hamjui mambo ya mbinguni yalivyo. Kwa hiyo anawaambia mambo yale ambayo mnayajua. Akawaambia mbegu ni neno la Mungu. Mbegu ni neno la Mungu. Mbegu ni neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kumbe unapohubiri hivi, unapolisikia neno, lile neno linafanya nini jamani? Linapandwa ndani yako. Unaposikia neno, unayapandwa ndani yako. Na mtu anapopanda mbegu, lengo ni kwamba apate matunda. Bwana asifiwe sana. Apate matunda. Ndio inakuwa ni lengo, apate matunda. Sasa kuna watu wengine walikisikia neno, adui shetani anakuwa pale nje. Ndio naambia Yesu anatafsiria kwamba adui anakuwa nje.
Nimekuambia asubuhi kwamba jamani, hakuna silaha, hakuna nguvu yoyote duniani kama nguvu ya neno la Bwana. Bwana sifa sana. Hakuna nguvu yoyote duniani inayoweza kushinda nguvu ya neno la Bwana. Neno la Mungu lina nguvu kuliko nguvu aina yoyote duniani. Neno la Mungu halifananishwi. Bwana sifa sana. Madamu tu ulisikie, madamu ulielewe, madamu ulitambue, neno la Mungu litakubadilisha, neno la Mungu litakujenga, litakuhekimisha, neno la Mungu litakuzaa kwa upya kiroho. Ndio maana umezaliwa si kwa mwili bali kwa nini jamani? Kwa neno. Sasa adui shetani anapambana na lile neno. Ibilisi anapambana na neno. Jamani, tungejua siri ya neno. Tungejua siri ya neno na ningekuwa inauzwa neno. Watu wako wanang'ang'ania sana. Alafu bei yake ilikuwa bei mbaya sana. Lakini tunaona mjoni mle bure na mnywe bure. Tunakula bure, tunakunywa bure. Neno la Mungu ni bure. Neno la Mungu analituma kwetu bure. Na Mungu anasema jamani, sasa analituma neno kwa fedha. Kuna wengine hapa wangesinyaa. Walikuwa na mashaka wala wasingezaliwa. Bwana sifa sana. Kanisa lisikie neno la Bwana. Ongezeni bidii ya kulijua neno la Bwana. Litakupa mwanga nafsini mwako. Litakupa mwanga maishani mwako. Litakuongezea akili na hekima na ufahamu. Kama nilivyosema kwamba jamani, kumbe mtu anayesikia neno la Bwana ni mtu mwenye akili. Mtu anayesikia neno la Mungu ni mtu mwenye akili, aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Hebu tusome tena Yohana wa kwanza 5:12. Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 12. Wa 12. Neno la Bwana linasema, yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Bwana sifa sana. Sasa ongeza mwana ni vipi? Yaani neno la Mungu wakati mwingine unaweza yaani usilielewe. Aliye naye mwana, yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Bwana sifa sana. Sasa ukisoma kitabu cha Yohana wa kwanza, Yohana 1. Anasemaje? Yohana sura ya kwanza. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza. Mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema, hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Mnaelewa? Kumbe huyu neno alikuwa Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Na ndio maana si anakuwa na mwana hana nini jamani? Uzima. Hasa huyu kumbe mwanzo kulikuwa na neno. Na neno huyu ndiye aliyefanya vyote vilivyoumbwa duniani. Ndiye aliyeumba. Kichote kiliumbika, kiliumbwa kwa neno. Na ndio maana nimesema hakuna nguvu duniani zaidi ya neno la Mungu. Wanaozao neno la Mungu ni watu ambao wamepofushwa na hiyo ibilisi, ili wasije wakajua wakaokoka. Shetani kazi yake ni kupofusha. Na ndio unakuta hakuna jamani, yaani neno la Mungu yeye ibilisi amefanya kila vita, kila namna. Hili neno la Mungu watu walipinge, walikatae, lakini hawataweza mpaka Yesu atakapokuja. Kuipoteza neno la Mungu ni ngumu, kuipoteza Biblia ni ngumu kuliko. Neno hili linaishi, ni hai. Ni zaidi ya mkate. Hili neno ni zaidi ya mbegu, hii neno. Bwana sifa sana. Kwa hiyo lazima ujisikie raha unaposikia neno la Bwana. Bwana sifa sana. Lazima ujisikie raha, pale unaposikia neno la Mungu. Sikia mbubujiko unaposikia neno la Bwana. Sikia amani unaposikia neno la Bwana. Sasa tukikwambia neno la Mungu ni tamu, utakuwa unashangaa tu.
Neno la Mungu ni tamu. Ndio unashangaa. Hivi ni tamu vipi? Neno la Mungu ni tamu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo neno la Mungu ndilo ambalo limetufanya tuzaliwe tena. Neno la Mungu jamani linaishi. Hebu soma kitabu cha Efeso 2:1. Neno la Mungu linaishi. Efeso 2:1. Efeso 2:1. Neno la Mungu linasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Ambazo mliziendea zamani. Ambao mliziendea zamani. Kwa kufuata kawaida ya ulimwengu. Na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi. Sasa jamani, tulikuwa wafu. Kinakufanya mambo kikufue kitu gani? Mtu yote yule ambaye hajamjua Mungu, hajaokoka, haiamini neno la Bwana, Biblia inamuona kama huyu ni mtu aliyefariki, ni mtu aliyekufa kiroho. Si hai huyu. Hakuna Mungu ndani yake, hakuna uhai ndani yake. Hakuna Yesu ndani yake, hakuna uhai ndani yake. Hakuna neno, hakuna uhai. Jamani, kumbe binadamu kama hakuna neno, hakuna uhai. Hii dunia hii, neno la Mungu kama halipo, maana kwamba hakuna uhai. Neno la Mungu likiondolewa, hakuna uzima kwa mwanadamu. Atakuwa anaishi lakini nafsini mwake amekufa. Kumbe tulikuwa tumekufa nafsini mwetu. Japo tunaonekana tunatembea, Biblia inasema wakati mwingine unaonekana unatembea njiani, lakini kwenye nafsi yako imekufa. Hakuna uzima. Sasa ile kufanya kwamba uwe na uzima ni baada ya kulisikia lile neno. Kijua kwamba uwe na uzima ni neno la Mungu. Neno la Mungu linakupatia uzima ndani yako. Neno la Mungu ndio ambalo limekufungua na kujua kwamba kumbe baada ya mauti kuna kuishi tena. Bwana asifiwe sana. Kumbe kuna maisha ya milele. Kile kufungua ni neno la Bwana. Neno la Mungu ndio ambalo limekuhekimisha, kwenda kujulisha habari ya mambo yaliyopo, yajayo na yaliyopita. Neno la Mungu. Lakini neno la Mungu ni hai. Hebu tusome tena Warumi 5:12. Warumi 5:12. Neno la Bwana linasema, Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa dhambi hiyo mauti. Na kwa dhambi hiyo mauti. Na hivyo mauti ikawafikia watu wote. Na mauti ikawafikia watu wote. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Bwana siwe sana. Kumbe ndani ya dhambi inaleta mauti. Bwana siwe sana. Ndani ya dhambi kuna mauti. Mtu yote yule mtenda dhambi amekufa nafsini mwake. Na kabla ya kukombolewa, na kabla ya kuokoka, na kabla ya kumjua Mungu, na kabla Yesu kuja duniani, maana kwamba tayari watu walikuwa wamekufa kiroho. Japo wanatembea, japo wanasema, wanakula chakula ambacho ni cha, wanakula mihogo, wanakula nini jamani, wanakula ndizi, wanakula viazi, wanakula wali, wanakula pilau, na hivi ni vitu vya mwili. Lakini hawana chakula cha roho ambacho ni neno la Bwana. Hasa neno linawewe kutia uzima. Kwa hiyo kabla tulikuwa jamani ni wafu. Lakini wameweza kuisha mtu huyu asiwe mfu ni neno la Mungu. Ukilikataa neno la Mungu unatembea kwenye ufu. Huwezi kuishwa na kitu chochote zaidi ya neno la Bwana. Hakuna dawa ya kumuisha mtu zaidi ya neno la Bwana. Hakuna dawa yenye uponyaji wa moyo wa mwanadamu katika maisha yake ya kiroho zaidi ya neno la Bwana. Ndio maana nimekuambia kwamba hakuna kitu chenye nguvu duniani kama neno la Mungu. Na Mungu alituma neno la Mungu kukupa imani. Bwana asifiwe sana. Ulituma neno lake ili upokee imani. Ukiliamini neno lake kwa moyo na ukakiri kwa kinywa, imani inajengeka, lakini ni neno liloumba. Kwa maana kwamba hakuna imani pasipokuwa na neno la Bwana. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu ndio linaleta imani. Ndio linaleta uzima, ndio linaleta uhai. Ndio linafanya kwamba tumjue Mungu. Ni neno lake alilolituma Mungu
ambayo anasema neno langu nalituma na linatimiza kusudi lake. Neno langu hatanirudia bure. Bwana asifiwe sana. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 15 47. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 47. Neno la Bwana linasema, mtu wa kwanza akatoka katika nchi. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Ni wa udongo. Ni wa udongo. Mtu wa pili akatoka mbinguni. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo. Kama yeye alivyo udongo. Ndivyo walivyo walio wa udongo. Ndivyo walivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni. Kama jinsi alivyo wa mbinguni. Ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Jamani, sisi tulizaliwa kwa udongo. Bwana asifiwe sana. Sisi tumezaliwa na udongo. Lakini neno hilo linatoka mbinguni. Yesu Kristo kuzaliwa kwa jamani na udongo. Sisi Mungu alichukua udongo akaufinyanga. Alipoufinyanga akapulizia pumzi ndani ya lile dongo lilofinyanga. Lile dongo likainuka likawa nafsi hai, akawa ni mwanadamu. Nini kilichofanya? Ni pumzi ya Mungu. Lakini kutokana nini jamani? Na udongo. Kile kilichopulizwa pumzi kileta uhai. Ndio mwanadamu kutokea uhai baada ya kupulizwa na pumzi ya Mungu. Ndio maana tunasema neno la Mungu ni hai kwa sababu lina pumzi ya Mungu. Neno la Mungu ni hai kwa sababu lina pumzi ya Mungu. Linaumba kwa sababu lina pumzi ya Mungu. Linarekebisha kwa sababu lina pumzi ya Mungu. Linaondoa ule ufu ambao ulikuwa nao kwa sababu ni hai. Sasa kuna mtu yule ametoka mbinguni. Yesu Kristo amezaliwa si bora. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kiroho tukizaliwa hatuzaliwi na baba na mama, tunazaliwa kwa neno. Hapo ndio umezaliwa mara ya pili. Mara ya pili hujazaliwa na baba na mama. Yesu alikuwa anamwambia Nikodemo nakupasa uzaliwa mara ya pili. Nikodemo alikuwa haelewi chochote. Kumbe anaongelea habari ya rohoni. Kwamba rohoni jamani kuna kuzaliwa mara ya pili. Umezaliwa katika mwili, katika roho uzaliwe tena. Unazaliwa katika roho baada ya kuliamini neno la Mungu. Baada ya kujua siri za Mungu. Lile linauisha na kupa uzima tena. Sasa yule wa mbinguni ni tofauti na yule wa duniani. Ndio maana unapokuja sasa mara ya pili, unapozaliwa mara ya pili, unazaliwa katika roho kupitia neno la Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Natamani tujue habari za neno la Bwana. Ndiko siri iliko. Ndiko siri ya uzima, siri ya afya yako, siri ya baraka yako, siri ya nguvu yako, siri ya mabadiliko yako, siri ya uhai wako utaikuta kwenye neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Ndio uhai wako uliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neno huwa linakaa moyoni na kwenye kinywa. Ukisoma Warumi 10